Bwana Yesu asifiwe kanisa. Na wasalimu kwa jina la Yesu. Mungu wetu ni mwema. Basi ni kipindi kizuri ambacho tunaenda kuwapatia watoto wetu waliofanya vizuri kwa mwaka wa 2025 kuanzia chekechea mpaka form 4. Bwana Yesu asifiwe. Niombe walimu wote wapite mbele. Madam Justina, Matiasi na wengineo, karibuni walimu wote, na hata wale walimu ambao tunawafundisha watoto kwenye shule mbalimbali, akiwepo mwasibu wetu, karibuni. Walimu wote naomba tupite mbele ili tuweze kugawa zawadi hizi. Ila kabla hatujagawa, niombe mchungaji aweze kuziombea kwanza. Asante. Niombe meza. Niombe meza. kwamba watoto ambao wako darasani bado na pengine mwaka jana ndio wanaendelea kuwa shuleni kwenye madarasa yao, mfumo ambao tunaendelea nao nakumbuka wenyeji kwamba kila mwaka angalau kuongeza kidogo, si ndio wapendwa, ili kuhamasisha kwamba kumbe wanapofanya ni kitu ambacho kinapendwa na watu na mpaka wanajitolea kutoa zawadi. Sasa niombe kwa ajili ya zawadi hiyo na baadaye zoezi liendelee. Tuombe. Baba yetu Mungu aliye hai, asante kwa mfumo wa kumfanya mwanadamu ili awe mtawala wa dunia, na ili aweze kutawala lazima ufahamu wake uwe na mwanga, na ndio maana ukasisitiza ukasema shike sana elimu, usimwache aende zake, maana huyo ndiye uzima wako. Mafanikio ya mwanadamu katika kila sekta yanategemea akili yake aliyonayo, na neno lako mahali pengine panasema mtu husifiwa kwa kiwango cha akili yake. Na kwa hiyo kwa kadri ya akili ya mtu kwamba yuko shuleni na anafaulu vipi katika masomo, hapo ndipo sifa yake na heshima huwa inapanda. Hivi ndivyo ambavyo watumishi wako wanapokagua na kufuatilia masomo ya watoto wao, baadaye wameona basi kwa baadhi yao ambao wako kwenye daraja la juu, basi angalau wapewe zawadi hadharani. Hizi zawadi ni kwa ajili ya kuhamasisha. Mungu, napenda niwaweke watoto hawa ambao watasimama na kupewa zawadi hii, Bwana, akili zao ziwe na mwanga zaidi, maana Yesu siku hiyo nakumbuka ulipokuwa unaondoka ukaweka mikono yako juu yao ili kufungua akili zao ili waweze kuyajua maandiko. Hivi ndivyo ambavyo nasimama mbele zako nikiwaombea watoto hawa wote walio katika madarasa kwa madarasa yao. Mungu, mwanga wako uwe juu sana ukiwafungua akili zao ili wafundishwa wako waweze kushika na kufanya sawasawa na kama walivyoelekezwa. Mungu, nashukuru mno kwa sababu zoezi hili limetoka kwako. Kwa jina lako Yesu Kristo mwokozi wetu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe.
Naomba mchungaji usiondoke, sogea pale mchungaji na mchungaji wetu mgeni karibu na jopo la wazee wa kanisa ili uweze kuwashika mkono watoto wetu na kuwabaia zawadi pia itapendeza. Mwalimu atakuwa anatoa zawadi itapenda kwa mchungaji, baadaye wazee wa kanisa, itapendeza sana. Basi nianze kwa majina ya waliofanya vizuri. Form 2 kuna mtoto anaitwa Samson Mabuga. Karibu Samson Mabuga. Samson Mabuga, kama yupo mzazi wake mtoto hayupo, karibu Samson Mabuga. Tupige makofi ya vigelegele kwa mtoto wetu. Haleluya. Kaunta mbili, msome mbili. Kaunta mbili, msome tano na kalamu tatu. Kaunta mbili, msome daftari, msome tatu na kalamu tatu. Some vizuri basi ili msibishane. Samson Mabuga. Kaunta mbili, msome tatu na kalamu tatu. Asante na kalamu tatu. Kalamu ya wino tatu. Samson naomba washike mikono wa watumishi wa Mungu. Haleluya. Tunaendelea na mtoto mwingine form 3. Form 3 anaitwa Ezekiel Musa. Ezekiel Musa, makofi na vigelegele kwa Ezekiel Musa. Amefanya vizuri, ana daraja la kwanza. Na hata aliyetoka ana daraja la kwanza pia. Kaunta mbili, msome tatu na kalamu tatu za wino. Kalamu tatu na msomi tatu. Haleluya. Tunaendelea na mwingine wa form 3 anaitwa Happiness Joseph. Happiness Joseph, tumshangilie Bwana Yesu kwa ajili ya mtoto huyu. Amefanya vizuri, ana daraja la kwanza pia. Kaunta mbili, msomi tatu na kalamu tatu. Mwingine ni Catherine Philibeti. Catherine Philibeti pia na yeye amefanya vizuri, ana daraja la kwanza. Atapewa kaunta mbili, msomi daftari tatu na kalamu tatu. Piga makofi na vigelegele kwa Catherine. Haleluya. Mwanafunzi mwingine aliyefanya vizuri anaitwa Hadili Ernesti. Hadili Ernesti, mwanafunzi huyu yuko Dar es Salaam, naomba wazazi wake wamchukulie zawadi. Amefanya vizuri, ana daraja la kwanza. Kaunta mbili, msome daftari tatu na kalamu tatu. Mungu wa mbinguni ambariki kule haliko. Haleluya. Basi mwingine anaitwa Zefania Robert. Zefania Robert, mtoto wa Mama Baraka. Makofi na vigelegele kwa Zefania Robert. Naona yupo, kama yupo mzazi, ndugu, jamaa, naona hapo. Basi mwasibu atamchukulia. Kaunta mbili, msomi daftari tatu na kalamu tatu. Mungu wa mbinguni ambariki. Endelee kumuinua. Bwana Yesu apewe sifa. Basi tunaingia shule ya msingi kwa mwaka 2025. Tunaanza na chekechea. Kuna mtoto anaitwa Delight Mathias. Ameshika nafasi ya kwanza. Makofi na vigelegele kwa mtoto mzuri Delight Mathias.
Daftari zile za watoto zile za chekechea zile 5. Daftari 5 hesabiwe na penseli 3. Daftari 5 na penseli 3. Mungu akubariki Delight. Penseli 3. Haleluya. Mwingine anaitwa chekechea, anaitwa Light Charity Danford Milanzi. Ameshika nafasi ya 3. Makofi na vigelegele kwake. Kazana mtoto mzuri, jitahidi kukaza kukimbia. Delight. Nafasi ya 3, daftari zile ndogo 3 na penseli 2. Daftari 3 na penseli 2. Mtoto mwingine anaitwa Deborah Dawson. Deborah Dawson, vizuri, mtoto mzuri, ameshika nafasi ya 6. Hawa ni top 10. Nafasi ya 6, daftari 2 na penseli 1. Daftari 2 na penseli 1. Amen. Safi. Tunaenda darasa la kwanza. Darasa la kwanza kuna mtoto anaitwa Abrimesi Ernesti. Ameshika nafasi ya 6, darasa la kwanza, daftari 2, msomi. Naomba tumpatie msomi. Daftari 2 na penseli 1. Daftari 2 na penseli 1. Safi. Amen. Tunaenda mtoto mwingine anaitwa Melkizedeki Danford Milanzi. Darasa la pili, huyu mtoto anaitwa Melkizedeki Danford Milanzi. Ameshika nafasi ya 3. Daftari 3, msomi, penseli 2 na kalamu ya wino 1. Messi, umechukua kalamu ya wino? Kalamu ya wino Messi, naye mpatie kalamu ya wino 1. Naona tumesahau. Kwa Messi tumpatie kalamu ya wino 1 Messi. Amen. Mwingine anaitwa darasa la pili kwa mwaka jana, anaitwa Kezia Joni Maila. Ameshika nafasi ya 8 au top 10, nafasi ya 8. Apewe msomi, daftari 2, penseli 1 na kalamu 1 ya wino. Mwingine darasa la 3 anaitwa Tekla Thomas. Ameshika nafasi ya 3. Makofi. Nafasi ya 3. Apewe daftari msomi 3 na kalamu 1 ya wino. Msomi 3 na kalamu 1 ya wino. Mwingine anaitwa Lea John Maila, darasa la 4, ana daraja B. Makofi kwake. Apokee daftari 4 za msomi, daftari 4 pamoja na kalamu 2 za wino. Mwingine anaitwa Dorcas Benson, darasa la 4, daraja B. Makofi kwake. Daftari 4 za msomi na kalamu 2. Daftari 4 za msomi na kalamu 2. Mwingine anaitwa Samuel Enzo, darasa la 4, daraja B. Daftari 4 za msomi na kalamu 2 za wino. Makofi kwake. Mwingine anaitwa Rosemary Daniel Disela, darasa la 5 huyu. Ameshika nafasi ya 1. Apewe daftari 5 za msomi pamoja na kalamu 2 za wino. Makofi kwake kwa Rosemary. Mwingine anaitwa Clifford Danford Milanzi, darasa la 5. Ameshika nafasi ya 1. Makofi kwake kwa Clifford Danford Milanzi. Apewe daftari 5 za msomi na kalamu za wino 2. Daftari 5 na kalamu za wino 2. Mwingine anaitwa Prince Pascal Mgaya, darasa la 5. Ameshika nafasi ya 2. Ameshika nafasi ya 5, samahani. Ameshika nafasi ya 5. Makofi kwake. Apewe daftari 2 na kalamu 1. Daftari 2 na kalamu 1. Prince.
Mwingine anaitwa Mariam Mugute, darasa la 5. Mariam Mugute ameshika nafasi ya 9, top 10, nafasi ya 9. Apewe daftari 2 na kalamu 1. Makofi kwake. Makofi kwake. Mwingine anaitwa Debora Joseph. Debora Joseph hawa ni darasa la 7 mwaka jana walioingia form 1. Debora Joseph amefanya vizuri sana. Ana daraja A, daraja A. Naomba apewe daftari 5 za msomi na kalamu 2. Debora vizuri, dada yake anamchukulia. Makofi kwa Debora. Makofi kwa Debora. Mwingine Neema Yusufu. Neema Yusufu ana daraja B. Hawa darasa la 7 waliofaulu saizi wako form 1. Ana daraja B. Neema Yusufu vizuri. Makofi kwa Neema Yusufu. Apewe daftari 4 msomi na kalamu 2. Daftari 4 msomi na kalamu 2. Mwingine anaitwa Diana Makali. Diana Makali. Diana Makali, makofi kwa Diana, darasa la 7. Ana daraja B. Apewe daftari 4 na kalamu 2. Mwingine anaitwa Moses Paulo. Moses Paulo, makofi kwake, darasa la 7, naye pia ana daraja B. Apewe daftari 4 msomi na kalamu za wino 2. Vizuri. Tunaingia kipengele kingine, kipengele cha wanafunzi, watoto waliofanya vizuri kwa wahubiri. Wahubiri wapo wainjilisti na walimu. Kuna mwinjilisti anaitwa mwinjilisti Gladness Istori Damiano. Apite mbele mahali hapa. Naomba apewe zawadi kaunta 1 na kalamu 1 ya wino. Kaunta 1 na kalamu 1 ya wino. Mwingine anaitwa mwalimu Abigail Ernest. Abigail Ernest, huyu ni mwalimu mzuri. Makofi kwake. Mwalimu mzuri wa neno la Mungu, na pia nilikuwa naomba tupate kipindi ili aweze kutuhubiri na sisi pia mahali hapa kanisani. Makofi kwake. Naomba apewe kaunta 1 na kalamu 1 ili waweze kuweka maandiko vizuri. Mwingine anaitwa mwinjilisti na mwalimu pia. Wote ni mwinjilisti pia na walimu, wanaujua vizuri. Anaitwa Musa Richard. Musa Richard, makofi kwake. Musa Richard. Musa Richard, makofi kwake. Naomba apewe kaunta 1 na kalamu 1 ya wino. Makofi kwake. Amen. Mwingine notebook kama ipo msomi, mnaweza mkachanganyia walimu Parague hapo apate zawadi nzuri. Anaitwa Adamu Yona. Adamu Yona. Adamu Yona naye mwinjilisti, mwalimu mzuri kabisa wa neno la Mungu. Karibu. Naomba apewe zawadi. Apewe notebook 1 na kalamu 1. Itapendeza. Notebook msomi, kalamu inapendeza. Basi hiyo ni listi ya watoto waliofanya vizuri kwa mwaka 2025. Mungu wa mbinguni awabariki. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Watumishi wa Mungu, Mungu wa mbinguni awabariki sana. Mchungaji wetu, Mungu akubariki sana. Amina. Nichukue nafasi hii kuwashukuru walimu wote wanaojitolea juu ya watoto hawa. Mungu awabariki sana walimu wetu wa mahali hapa kanisani na kule kwa Kaisari. Mungu awabariki sana kwa kuwa tunawalea vizuri watoto hawa. Watoto mpo? Watoto wale! Watoto wale! Mmekasirika Mmekasirika Hasira hiyo basi naomba iwepo kwenye elimu. Jitahidi kusoma kwa bidii. Tunatamani mwaka huu tuangaike, yaani mtupe heka ya kupata zawadi. Mmekuwa wachache sana. Mtupe heka ya kupata nini? Zawadi. Tunaomba tuwazuge tufanye vizuri. Kama buti kwenye kusoma. Kama buti kwenye kufanyaje?